Hivyo kuahidi ndo hivyo, kipenga kimepulizwa katika awamu hii ya ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuko, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku 5 katika eneo la Mlima Kenya, ikiwa ni ziara ya kwanza baada ya kufanya muungano na kinara wa ODM Raila Odinga katika serikali ya muungano maarufu broad based. Ziara hii maana yake ni gani kwa serikali ya muungano? Hii leo tunajumuika na yeye moja kwa moja kwa mwaka huu. Mara ya kwanza studioni ni seneta wa Vihiga Godfrey Ototi, na pia ni naibu kinara wa chama cha ODM. Na karibu sana studioni. Asante sana. Imekuwa muda kunikaribisha katika kipindi hiki. Imekuwa muda tangu niwe kwa hii station yako. Ninaona maendeleo hata bado na haturingi. Karibu sana studioni. Asante. Ninajua ni serikali ya muungano, na serikali ambayo Raila Odinga siku moja anasema tupo hapa tunashirikiana, na siku nyingine anasema no, you know I am not in government. Mpo bado ndani, ama muungano huu wenu ni upi? Wacha kwanza nikukosee kidogo. Wewe umesema serikali ya muungano. Hakuna serikali ya muungano. Serikali ya muungano ni wakati vyama kadhaa ama vyama viwili vinakuja pamoja na vinaandika ile coalition agreement ya kusema kwamba sasa watashirikiana kwa upande wa kuongoza nchi, kuongoza serikali, na watagawana mamlaka kwa njia fulani. Ile kitu ambayo chama chetu cha ODM na UDA walikubaliana ilikuwa ni makubaliano, yani MOU ya kushirikiana kwa mambo 10. Nadhani wakati huo nilikuona pale KICC, na mambo 10 hayo ambayo tulikubaliana ni mambo yale ambao wakati tulijitokeza tukaenda kwa maandamano, wakati ile maandamano ya Azimio, na pia vijana wetu ambao wanaitwa Gen Z walipoenda maandamano, tuna masuala fulani ambayo walikuwa wanataka itekelezwe. Mambo hayo tumeiweka kwa viwango 10 ambao tumeiweka katika ile MOU. Kwa mfano tuna mambo ya cost of living, tuna mambo ya kupigana na ufisadi, tuna mambo kama kutoa fidia kwa wale ambao waliadhiriwa, pengine wakaumizwa ama wakafa kwa ile maandamano. Na jambo lingine pia tukasema mambo ya abduction iishe, na vile vile tukasema mambo ya devolution, kwamba tuendeleze kuongeza nguvu kwa devolution. Na mwaka huu tunatarajia kwamba ile pesa ambayo itaenda kwa makaunti itakuwa shilingi bilioni 450.